mwaka 2025 tumekuandalia taarifa kemkem, lakini kama ilivyo ada tupate vidokezo ambavyo ni habari ya shule, habari za taifa, habari za spoti na tamko la siku. Tukianza na habari za shule, ikiwa ndo ufunguzi wa muhula wa pili, tupate Cynthia Kavivi na habari zaidi. Mnamo tarehe 28 Aprili, shule ilifunguliwa kwa muhula wa tatu. Pilika za wanafunzi kuwasili shuleni zimedhihirika katikati ya wiki iliyopita. Masomo ya darasani yalianza huku walimu wakihudhuria madarasa yao kufunza kulingana na ratiba ya masomo. Muhula wa tatu umepokelewa kwa weledi wanafunzi wanapojitayarisha kwa mitihani yao. Ratiba za mitihani zimetolewa huku wanafunzi wakijitahidi. Ratiba za mitihani zimetolewa huku wanafunzi wakijitahidi kupekua mabuku yao na kuyadurusu kwa ufasaha. Dimasi Chepto, mwalimu mgeni anayefunza somo la hisabati, fizikia, teknolojia na habari na mawasiliano, amepokelewa muhula huu ili kuziba pengo la aliyekuwepo mwalimu Geoffrey. Wanafunzi wameonekana kufurahi sana kwa uweledi wake wa kufunza. Nikiripotia runinga ya Nabongo, mimi wako Cynthia Kavivi. Shukrani sana Cynthia kwa habari hizo. Tupate habari za taifa kutoka kwake Val Kenya. Raila Odinga ametishia kumshtaki aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua katika mahakama ya ICC kwa madai ya kutishia maisha yake. Kwingineko, kanisa la Katoliki limeweza kupata papa mpya anayefahamika kama Robert Francis Prevost kutoka Marekani, Chicago. Hii ni baada ya aliyekuwa Papa Francis kuaga dunia mnamo tarehe 21 Aprili mwaka wa 2025. Nikiripotia runinga ya Nabongo, na jina ni Val Kenya. Asante sana Val Kenya. Tupate hivi sasa habari za spoti. Naam, matumaini yangu buheri wa afya mtazamaji wetu wa runinga ya Nabongo TV. Karibu kwenye habari za michezo. Salia kuniita striker mbili. Baada ya Arsenal kunusurika kupoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya PSG, sasa Arsenal ni rasmi kwamba imetolewa katika ligi ya mabingwa barani Ulaya. Sasa PSG itakutana na timu ya Inter Milan kwenye fainali kule Allianz Arena kule Germany. Kwingineko, timu ya Manchester United itacheza na timu ya Tottenham kwenye fainali la kombe ya Europa. Hii ni baada ya ushindi wa jana, baada ya Manchester kutoka nyuma, huku Chelsea nayo wakikapana koo na timu ya Real Betis kwenye kombe la Conference League. Nikiripotia Nabongo TV, salia kuniita striker mbili kwa habari za michezo zaidi. Asante sana striker mbili kwa habari hizo, na kwa siku tunafunga na tamko la siku. Tumpate Best Riwanga. Bora kuishi na mwenye dhambi lakini ana upendo kuliko mtu anayejifanya mtakatifu alafu roho mbaya. Asante sana Best Riwanga kwa tamko la siku.